Sikia, jambo la kiufahamu. Kutoka Misri kwenda Kanaani, kipita njia ya mkato, palikuwa ni jirani mno. Watu waliochunguza wanasema kuna umbali wa kilomita 600 na kidogo, 612, sawasawa na maili 382. Ni jirani, kwa mujibu wa watu wa nyakati zile waliokuwa na uwezo wa kutembea kilomita nyingi. Kama wangetembea ingalau chini ya kilomita 40 kwa siku, wangetembea kati ya wiki 2 mpaka wiki 3, wameingia kule walikokuwa wanaenda. Kinyume chake, wakatembea umbali mrefu. Walikuwa na vituo 18 tofauti tofauti, mji mmoja kwenda mji mwingine, vituo 18. Na vituo vile wakati mwingine wanaenda kilomita 10, kilomita 20, kilomita 30. Umbali walioenda mrefu ni kilomita 65 kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Hii inatuletea somo kwamba haikutokea tu vile. Alafu kuna kitu ambacho Wakristo hawajakielewa. Haikutokea vile kwa sababu walikuwa ni wenye dhambi. Hapana, walikuwa hawajatenda dhambi wakati huo, maana wameokolewa kwa mkono wenye nguvu. Walikuwa ni watu wa Mungu hasa. Mungu amewachagua, amefanya miujiza mingi kwa ajili yao, amewatoa kule. Alafu badala ya kupitisha kwenye njia fupi ili wafike kwa upesi, anawazungusha kwenye jangwa, kwenye nyika kwa miaka mingi mpaka wanakuja kufika. Hata hivyo tunaambiwa hawakufika wote, walifika wachache walioweza kufaulu katika mitihani waliopewa. Hivyo Israeli wakatembea kwa miaka 40. Nataka nikuhakikishie kwamba hawa hawakupotea njia, lakini tunajifunza walikuwa wakiongozwa na Mungu. Soma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 na 3. Biblia inasema, nao utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyoko moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila neno litokalo katika kinywa chake. Hapa tunaona mambo mengi, lakini mawili ya muhimu. Jambo la kwanza, Mungu aliwaongoza. Sema aliwaongoza. Aliwaongoza yeye mwenyewe. Kwa hiyo kule kuzunguka jangwani halikuwa jambo la bahati mbaya, wala hawakupotea njia. Walikuwa salama na Mungu alikuwa pamoja nao. Lengo lake ilikuwa awanyenyekeze, awajaribu, awajue, aone kwamba wanastahili kweli kuingia katika nchi ya ahadi au la. Ona vile Mungu alivyofanya kwa wana wa Israeli. Tupitie mambo machache vile Mungu alivyowaongoza, ushahidi kwamba hawakupotea, lakini Mungu aliwaongoza kwa mujibu wa kifungu ambacho tumesoma. Taweza kusoma katika Hesabu 14:14. Na Mungu linasema, kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana u kati ya watu hawa, maana wewe Bwana uonekana uso kwa uso, na wingu lako lasimama juu yao. Kisha wewe watangulia mbele yao katika nguzo ya wingu mchana na katika nguzo ya moto usiku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya yanatuambia mchana na usiku Mungu alikuwa pamoja na watu wake Israeli. Sikia,
Mchana unawakilisha kipindi cha neema, unawakilisha kipindi salama. Wakati unadhani uko salama, Mungu atakuongoza. Sema amen. Lakini usiku unawakilisha kipindi kigumu, kipindi cha majaribu, kipindi cha taabu, kipindi cha kilio, kipindi ambacho unapata masumbufu. Neno la Mungu linasema hata kipindi hicho Mungu atakuongoza. Mchana aliwaongoza kwa nguzo ya wingu jeupe lililofunika wasipigwe na jua, na usiku akawaongoza kwa nguzo ya moto. Mambo unayopitia hayaji kwa bahati mbaya. Mungu ameyaruhusu yatokee. Kutoka 13:22 Biblia inasema ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Jana Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ile nguzo ya moto haikuondoka usiku. Bwana hatakuacha wakati wa mambo yanapokuia magumu. Kipotea, upotee kwa sababu umechagua kupotea. Upotee kwa sababu umeshindwa kufaulu katika mtihani. Lakini ukiamua kashikamana na Bwana kwa moyo wako wote, utaenda salama. Kisoma Nehemia 9:19, utaona maneno yanayofanana na yale. Tutaweza kusonga mbele ili tufike mahali ambapo tunataka tufike. Haleluya. Mambo manne kwa ufafanuzi. Moja, ili akutweze, ili akupime, ili akujaribu. Jambo la kwanza, unapita katika safari ndefu ili Mungu akujaribu. Nasema na mtu, tafadhali naongea na wewe. Unapitia unayoyapitia kwa muda mrefu ili Mungu akujaribu. Haleluya. Ili usipoteze maana. Majaribu hayaji ili uangamie. Majaribu yanakuja ili uthibitike. Haleluya. Maana wasiosoma Biblia na wasioelewa Biblia wataenda kukuchomaka mstari kule kwenye kitabu cha Yakobo kwamba Mungu hawajaribu watu. Ni kweli hawajaribu watu, lakini Mungu anawapima watu ili aone kama hao watu wamesimama au la. Haleluya, haleluya. Mchana wa leo nakuuliza kwa neno la Bwana, je, kuna mambo magumu unayapitia? Je, kuna shida unazipitia na zinaukatisha tamaa? Sikia, yanayotokea ili Mungu aone kwamba unasimama au la. Wewe uchague kwamba kwa homa hiyo, kwa ugonjwa huo ambao umekutesa, umwache Mungu uende kwa waganga wa kienyeji, umwache Mungu uende kwa wanaokutabiria uongo, umwache Mungu na neno lake uende ukapotee, au usimame usubirie mpaka umedhibitika. Mungu anaruhusu mambo ili akujaribu. Sema amina. Sikia, Mungu anakuongoza muda mrefu ili apime uadilifu na uvumilivu wako. Nasema na wewe, unapitia unayapitia na yakomi, unaendelea, unaona kama unateseka. Kwa nini mateso haya? Kwa nini mateso haya? Na nimeahidiwa kwamba nikiokoka nitakutana na mambo mazuri tu. Inawezekana walikuambia upande mmoja, maana shilingi haina upande mmoja, ina pande mbili. Maisha ya wokovu yana pande mbili, yana upande wa mchana na yana upande wa usiku. Sema amen. Wakati wa raha na wakati wa mateso. Hayo mateso unayopitia hayajaja kwa bahati mbaya, wala hauna mambo yanayokufuata ya kurithi kwa mababu zako, maana ulipookoka ulikombolewa. Sema amen.